BW Media, stay informed. Karibu sana wapenzi watazamaji wa BW Media. Karibu katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kipindi ambacho tumekuwa tukichunguza neno la Mungu kwa kina zaidi na kuliweka katika vitendo. Leo tuko katika somo la 8. Tunaangazia ukuu wa Kristo katika yote. Kwa lugha ya Kimombo unaweza kusema the preeminence of Christ. Tunaenda kutazama taswira ya Mungu asiyeonekana. Tukitafakari jinsi Kristo anavyomfunua Baba, nafasi yake katika uumbaji na upatanisho kupitia msalaba. BW Media, stay informed. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu ya BW Media, tunathamini mchango wako katika chaneli yetu hii. Tunatambua pia una maoni na namna yoyote ile ambayo unaleta mrejesho katika vipindi mbalimbali katika chaneli yetu, na hususan kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia ambacho kimekuwa kikifuatiliwa na watu wengi zaidi ulimwenguni. Na nina maoni au tunaweza tukasema comment hizi kutoka kwa wadau mbalimbali ambazo natamani pia ningezisoma kuashiria namna ambavyo tunatambua umuhimu wenu. Tunaanza na Faris Kazoya. Anasema, je, wewe ni mwenyeji wa mbinguni? Na kama ni mwenyeji wa mbinguni, unafanya nini duniani? Anauliza swali lake hapo. Nadhani ni swali la changamoto tu ambalo penzi mtazamaji unaweza kulitazama. Isaac Samuel anasema kutoka Nyamongo Tarime, na wapata vizuri, Mungu awabariki. Tuna Jerry Alfred Ngairo kutoka Mbeya kwa Nyakyusa kule pale maeneo ya Sai. Anasema tunawapata na Mungu awape nguvu. Tuna mtazamaji wetu mwingine kutoka Dar es Salaam, hususan katika kanisa lile la Mzinga. Anasema mbarikiwe sana watumishi wa Baba kwa uchambuzi wenu mzuri. Lakini Hilda Njabate anasema glory to God for you. I love your discussion. It's very rich. Blessed kupitia uchambuzi wenu. Grace kutoka Naivasha, Kenya. Mubarikiwe sana watumishi wa Mungu kwa uchambuzi mahiri, na wapata kutoka Itumbi, Mbeya, Tanzania. Huyu anaitwa Meshak Samuel. Lakini kutoka Eldoret, Kenya anasema be blessed in Jesus name. Amen. Yakobo John kutoka mkoa wa Kagera, Nyakanazi kule, anaitwa Levukatus Elias, anasema Mungu awabariki kwa jinsi mnavyochambua kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Luke Meli kutoka Kenya anasema Mungu ni mwema. Isaya Kiamonjo anasema mbarikiwe sana watumishi wa Baba, na shauri Dr. Madu akasome theology, awe mchungaji, anafafanua vizuri sana Injili. Asante kwa kisa cha nyoka na kibuyu. Hiki kisa kimeendelea kuwa maarufu siku hadi siku kutoka kwa watazamaji wetu. Jennifer Daud anasema habari, nabarikiwa sana na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na waombea kwa Mungu. Martin Murega Thiuru kutoka Kenya anasema Mungu awabariki sana. William Bufumbe Masele anasema nawapata vyema kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam pale nchini Tanzania. Musa Sita anasema kutoka Tanzania, Mungu awabariki wapendwa. God is good all the time. Betty Nambuya anasema nawafuatilia sana kutoka Hope Live Chapateins, Bungoma, Kenya. Kutoka Igunga nchini Tanzania anasema Mungu awabariki sana, mnatubariki sana kwa neno la Mungu. Huyu ni Joseph Butoke. Mary Gicho anasema imani bila matendo imekufa. Imani yetu iambatane na matendo mema. Amen. Mary Cheiruyo anasema nawapata vyema kutoka Eldoret, Kenya. Nimalizie kwa comment moja kutoka kwa White Mbayahi. Anasema kazi njema wapendwa kwa kutufunza maneno ya Mungu. Hapa ni White Chambere, DRC nchini Kongo. Wapenzi watazamaji, tunabarikiwa sana kwa maoni yenu ambayo mmekuwa mkishiriki nasi katika chaneli yetu ya BW Media. Tuseme tu kwamba wakati ni ukuta, hatujaweza kusoma kila oni na kila wazo la mtu ambaye ameonyesha mwitikio katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nikualike kuendelea kushare na kulike na kucomment. Wakati mwingine tutasoma pia comment yako. Ungana nasi pia katika kipindi cha leo tukiangazia somo la 8, ukuu
wa Kristo katika mambo yote. Hii ni BW Media. Bwana akubariki. BW Media, stay informed. Niko na wachambuzi ambao tumeendelea kujadili mambo kadhaa. Ni wakaribishe katika studio za BW Media. Ya wapenzi watazamaji, wanabarikiwa sana na namna mnavyochambua kupitia komenti zao, tunapata mrejesho huo pia. Kabla hatujasonga mbali sana, mpenzi mtazamaji, tupate ombi pamoja na fungu ambalo linabeba mjadala kutoka kwa Dr. Martin Maduhu. Karibu sana. Na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa saa mwingine uliotukirimia nafasi ya kujifunza habari zako. Tunamwalika Roho yako Mtakatifu kwa namna ya pekee akaongoze mafundisho haya, akawe pamoja na msikilizaji na mfuatiliaji, na akajifunue kwa namna ambavyo wewe utaona inafaa kwa kila atakayesikia habari hizi njema. Tubariki sote, tunakwenda kuangalia mada mahususi na maalum kabisa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu mzima. Asante kwani utakuwa nasi, katika jina la Yesu, amen. Amen. Fungu letu la somo hili linatoka katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 aya ya 15 mpaka ya 17. Neno la Mungu linasema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, kwa ajili yake, naye amekuweko kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Hilo ndilo neno la Bwana. BW Media, stay informed. Naam, watazamaji, leo niko na wachambuzi. Wachambuzi hao tumekuwa nao mara kadhaa katika vipindi hivi. Kwa kwanza tu niko na Dr. Martin Maduhu. Huyu tumezoea kumuita mzee wa hoja 3, 4 mpaka 5 pale. Anakuwa anaainisha mambo haya katika uchambuzi wake. Lakini pia tuna mchambuzi mwingine anaitwa Rafael Magambo. Huyu amejikita zaidi kuainisha aina na maana ya maneno, ili sasa kwako mpenzi mtazamaji yawe rahisi zaidi. Lakini tuko na mwinjilisti Matthew Masaka. Huyu sasa ni mzee wa kukazia kwenye gombo. Mara nyingi amekuwa akileta reference mbalimbali au marejeo mbalimbali kutoka katika vitabu mbalimbali. Yote hiyo ni kuhakikisha tu kwamba dhana na mada husika ambayo tunajadili katika juma husika inakufikia barabara. Leo tunaangazia zaidi katika kitabu hiki cha Wakolosai. Nikukaribishe hasa katika hili somo ambalo tunaangazia ukuu wa Kristo katika yote. Tunaenda kugusa mambo gani hasa? Katika somo hili la 8 linazungumzia Wakolosai sura ya 1 na ya 2, likiwa limejikita kuelezea mamlaka au cheo cha Kristo. Na somo lenyewe linasema ukuu wa Kristo katika yote. Ukuu wa Kristo ni katika yote, na ndio maana alitamka yeye mwenyewe kwenye kitabu cha Mathayo sura 28 aya 18, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yeye mamlaka yake ni kote, anatawala vyote, ameviumba vyote, na kupitia kwake vyote vilifanyika, ikielezea ukuu, mamlaka, cheo na uweza ambao Yesu anao katika enzi. Na lile fungu letu la kukalili na kitabu cha Wakolosai sura ya 1 15 hadi 17 inasema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Tutachambua kuhusiana na kipengele hiki, kuhusiana na Mungu asiyeonekana. Mungu asiyeonekana ni Yesu Kristo ambaye alifanyika mwili katika alivaa binadamu, akaishi miongoni mwetu, akawa ni mmoja wetu. Uungu wake ulivaa mwili wa kibinadamu ili awe mmoja wetu na aishi miongoni mwetu na aweze kutukomboa. Kwa hiyo alifanyika kwa ajili yetu. Yeye ni Mungu, mfano wa Mungu asiyeonekana. Lakini Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Tutaangalia pia kwa ndani zaidi, lakini hapo mzaliwa wa kwanza katika vyote, yeye katika mamlaka, yeye ndio wa kwanza. Kitabu cha
Mithali inamuelezea Suleiman kwenye sura ya 8, nasema aya ya 23, anasema nalitukuka tokea milele tangu awali kabla haijakuwako dunia. 24, wakati vijapokuwapo vilindi na alizaliwa, wakati zijapokuwapo chemichemi zilizojaa maji. Aya 25, kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima na alizaliwa. Lakini katika ile aya ya 30 anajieleza namna ambavyo alishiriki katika ustadi wa Mungu katika uumbaji. Aya ya 30 nasema ndipo nilipokuwa pamoja naye, yani Baba, kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake. Kristo ni mamlaka yote, ni muumbaji, ni mtawala wa vyote. Yeye ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, na anasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa kupitia Kristo ambaye ni neno. Yohana anasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno kwa Mungu, naye neno alifanyika, naye neno ni Mungu. Lakini huyu neno wakati Mungu anapoumba, anasema Mungu akasema na iwe nuru. Anatamka Mungu Baba, Yesu anatenda, maana ni neno. Na kitabu pia cha Zaburi anasema 33 fungu la 9, la 6 na 9, anasema kwamba kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, yeye alisema ikawa, aliamuru kasimama. Yani kupitia Kristo ambaye ni neno vyote vilifanyika, na kupitia wake tunajifunza kuhusu kwamba yeye ni mtendaji mkuu katika swala zima lile la uumbaji. Kwa alifanya vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, aliviumba. Vya mbinguni na vya duniani aliviumba, ikiwa ni viti vya enzi au sultani au mamlaka, vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Mamlaka zote za dunia Yesu ndiye aliozifanya. Hata watawala ambao wanatawala katika dunia hii, Mungu ndiye aliyowafanya, aliyowaruhusu watawale, na amewaruhusu watawale kwa haki. Kwa hiyo kuhusu tawala zote za dunia, yeye ndio mtawala mkuu na anatawala zote za dunia, mwenye mamlaka kupita mamlaka zote ambazo zinaonekana leo, ambazo wanadamu tunazitetemekea tunapokwenda katika mamlaka hizo. Kwa Kristo ni yote katika vyote, na anasema kwamba naye amekuwako kabla ya vitu vyote. Ni kweli, maana kabla hajaumba dunia anasema nalizaliwa, na alikuwa kama stadi wa kazi. Yeye alikuwa kabla ya vyote, na vitu vyote hushikana katika. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kupita Kristo yeye ndo anatushikamanisha. Yeye ni simaku, anatuvuta vitu vyote vinakuwa katika hali ya umoja, katika mshikamano wa ukweli. Kwa kupitia hii inaleta mamlaka, ukuu, enzi ya Kristo, namna ambavyo kupitia kwake tunapata kufahamu ukuu wake, uweza wake, mamlaka yake, na namna ambavyo watawala, na tunapojisalimisha kwake tunakuwa salama zaidi, maana yeye ni yote katika vyote. Asante. Naam, asante Mwinjilisti Masaka kwa maelezo hayo ambayo tunajifunza mambo mengi. Mwinjilisti Rafael Magambo, kuna jambo limenigusa kidogo, mwanadamu na taswira ya Mungu. Ukisoma aya chache ambazo zinaelezea hapa, kwa mfano Mwanzo sura ya 5 fungu la 3, anasema, anaeleza pale kwamba Adam akamzaa Seti mfano wa sura yake. Lakini ukisoma katika Mwanzo ile sura ya 1 mstari wa 26 na 27, inaonyesha kwamba Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Sasa hii mfano hii ina maana gani? Kwa sababu nikijaribu kujiangalia mimi naona tunatofautiana sana na wewe wakati fulani. Nikimwangalia mchambuzi Dr. Martin tunatofautiana. Sasa huu mfano au taswira ambayo inaelezwa hapa, maana yake hasa ni nini? Kabla hatujaenda mbali sana tukiangazia somo hili. Okay. Asante sana mwenyekiti pamoja na mchambuzi aliyetangulia kwa kutupa ufafanuzi mkubwa kuhusiana na somo letu la juma hili. Tunapoanza kwa kuitikia swali, lakini pia nitakuwa na hoja chache kwa ajili ya kuongeza nguvu katika somo letu la juma hili. Tunapoutazama mfano wa Mungu, na mahali fulani amesema kwa sura yake, na ukiangalia lile fungu vizuri linasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kadhalika. Vitu vingi vimetajwa. Sasa ukichunguza kwa makini katika Biblia ya awali kabisa, Mungu anaposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu,
hakumaanisha sura ya nje inayoonekana, kwa sababu pia Mungu hadhihiriki katika ulimwengu kwa sura yake, bali anadhihirika kwa tabia yake. Kwa hiyo anaposema tumfanye mwanadamu kwa mfano, maana yake tumfanye mtu mwenye tabia inayofanana na ya kwetu, ambapo tabia ya Mungu inaonekana ni Mungu mwenye upendo, lakini pia ni Mungu mwenye huruma na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Ndivyo alitamani udhihirisho huo uwepo kwa mwanadamu wa kawaida. Sasa tunapokuwa tukiendelea katika kipindi, tunatambua kwa pamoja kwamba jukumu hili alikabidhiwa Adamu na Hawa na walishindwa kulitekeleza vizuri, na ndio maana unaona mtoto wao wa kwanza anakosa kuonyesha upendo kwa ndugu yake na kupelekea kumuua, kwa sababu sadaka yake imekubaliwa na yake haikukubaliwa. Sasa ili tujenge vizuri somo hili, tunamtazama Yesu Kristo kama ndiye analeta mfano halisi wa Mungu katika ulimwengu ulioharibika. Na ninatamani niseme pointi hizi chache kidogo. Tunamuona Kristo akiwa si tu kama picha ya Mungu, bali katika somo hili tunafunua ya kwamba yeye mwenyewe ni Mungu ambaye anabeba na kufanya sifa za Mungu zionekane na zieleweke kirahisi kwa wanadamu. Kwa hiyo unapomuona Kristo jinsi alivyoishi katika kile kitabu cha Mathayo, Luka, Marko na Yohana, tabia alizozidhihirisha katika ulimwengu ndizo ambazo zinadhihirisha sifa na tabia ya Mungu halisia, na watu wanapaswa kuifuata. Hiyo ndiyo msingi wa tabia hiyo. Kwa hiyo tusimuone Kristo kama picha ya Mungu au mfano wa Mungu, bali tumuone yeye ni Mungu aliyeishi katikati ya wanadamu ili kuakisi tabia ya mbingu katika ulimwengu ulioharibika. Jambo la pili, tunamuona Kristo kama ni mfano kamili. Tunapomtazama yeye, tunaona kile ambacho mwanadamu alipaswa kuwa kabla ya dhambi. Yaani tunapomtazama Kristo, tunaona kile ambacho Adamu alipaswa kukifanya lakini hakuweza kukifanya, na dhambi ikaingia duniani. Na dhambi ilipoingia duniani mpaka anakufa, anatamani tudhihirishe kile ambacho alikuwa akikifanya. Jambo lingine, tunamuona Kristo anaziba mwanya kati ya muumbaji asiyeonekana na viumbe vinavyoonekana. Kwa hiyo tukitazama hapo, muumbaji ambaye alikuwa haonekani kabisa, na lile gepu au mwanya uliokuwa umeachwa na dhambi, Kristo anakuja kuziba. Na nimependa mwanazuoni mmoja anaitwa Saint Athanasius. Athanasius ana sentensi yake moja inasema ya kwamba mwana wa Mungu alikuja kuwa mwanadamu ili wanadamu wapate kuwa watu wa Mungu. Yaani Kristo alipokuja, yeye alikuwa mwanadamu ili adhihirishe ule uungu, na wanadamu watoke sasa katika ulimwengu huu ulioharibika waaksi tabia za kimbingu, yani kutoka Mungu asiyeonekana mpaka Mungu anayeonekana katika jamii nzima. Na huyo ni Saint Athanasius anajaribu kutupa hivyo. Lakini tunamuona Kristo kama kioo, na anasema kioo safi. Mara nyingi unapokwenda kujitazama kwenye kioo, unatarajia pia kioo kiwe safi ili uone kila engo ya uso wako. Kwa hiyo Kristo ni kioo safi. Ni tofauti na pale ambapo utakwenda kujitazama kwenye kioo kilichochafuka, yani kioo kilichoharibika na dhambi. Mfano wetu ulikuwa ni Adamu ambaye ndiye baba yetu wa kwanza. Sasa alikwisha kuharibika na dhambi, hauwezi tena ukaaksi au kuona tabia ya kimungu kwake.
Ndiyo maana Kristo akaja kama kioo kisafi ili kuweza kutusaidia kuona uhalisia wa tabia ya Mungu katika ulimwengu huu ulioharibika, na kutusaidia kurekebisha pale ambapo tuna madhaifu tuweze kuwa safi. Natamani kuacha nukta moja ya kuchukua hatua. Tunapojifunza somo hili ni muhimu kuchukua hatua. Ni vyema mtu unapopata muda angalau dakika 10 kwa siku kutafakari tabia moja ya Yesu, kutafakari jinsi alivyokuwa na huruma, kutafakari jinsi alivyokuwa na upendo, jinsi alivyoona maumivu ya watu kama ya kwake, na kuifanya hiyo angalau tabia moja ikawe tabia yako, na Mungu aweze kutusaidia kuaksi tabia hiyo kwa watu waweze kumuona na wakutane na Kristo katika maisha yetu. Asante sana. Asante kwa maelezo ya kinifu kabisa mwinjilisti Raphael Magambo. Mwinjilisti Masaka, tukiendelea kuangazia hapa, naona kama una jambo fulani unataka kukazia. Karibu sana. Nimekuwa nikijiuliza swali hili kwamba kwa nini Yesu pekee ndio anaweza kumfunua Mungu Baba? Kwa nini? Ninaposoma kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya 27, neno la Bwana linasema, ni maneno ya Yesu mwenyewe, anasema hivi, akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Yesu anasema amekabidhiwa vyote na Baba yake, na huwezi kumjua Baba bila mwana, huwezi kumjua mwana bila Baba. Yaani kupitia Yesu pekee ndio ufunuo halisi wa Mungu, maana yeye ni mng'ao wa nafsi yake na chapa ya nafsi yake. Kwa kupitia kwa Kristo tunaona ufunuo halisi wa Baba. Hata Filipo aliwahi kumuuliza Kristo kwamba mara nyingi unazungumza habari za Baba, Baba yangu, Baba yangu. Sasa leo tunaomba utuonyeshe Baba. Yesu alimjibu kwamba aliyeniona mimi amemwona Baba. Kwa Yesu ni ufunuo halisi wa Mungu Baba. Anakuwa ni mtu pekee anayeweza kumfunua Baba kwa sababu yeye ndio mfano wa Mungu asiyeonekana. Na kupitia kwake tunaona uhalisia wa Mungu. Yaani ni kwamba kuja kwa Yesu alipozaliwa kama mwanadamu, alipovaa mwili wa kibinadamu, alikuja kukanusha madai ya shetani. Alikuja kuelezea uhalisia wa tabia ya Mungu. Shetani amekuwa akimuelezea Mungu siku zote kwamba ni katili, ni dikteta, lakini Yesu akasema hapana. Kupitia maisha yake anafunua tabia halisi ya Mungu. Mungu ni mwenye upendo, anayejali, ni mwenye huruma, anayesamehe, anatafuta wadhambi wapate kuokolewa. Kwa hiyo tunaona ufunuo halisi wa Mungu Baba kupitia Kristo. Maisha yake na huduma yake imefunua halisi uwepo wa Mungu, maana anaitwa ni Mungu asiyeonekana. Yaani kupitia Kristo tunaona uungu halisi wa Mungu Baba na ufunuo wake ukiwa halisi pale. Asante. Naam, nikijaribu kuangazia mbali zaidi, Dr. Martin, wa Kolosai 1 fungu la 15 na 17 inamtaja Kristo kama mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Waingereza wangesema ni firstborn. Sasa hii ina maana gani? Ni kwamba yeye ndo aliumbwa kwanza au maandishi haya wakati fulani yana mkanganyiko na tamani huyaweke bayana sana. Hii ina maana gani hasa? Naam, asante sana. Mzaliwa wa kwanza ina maana gani hasa? Popote wakati panatajwa mzaliwa wa kwanza, inamaanisha mahusiano ya kipekee, inamaanisha heshima, inamaanisha urithi, inamaanisha cheo, inamaanisha mamlaka. Na inapotajwa kama mzaliwa wa kwanza alafu tena anaendelea wa viumbe vyote, haimaanishi kwamba alikuwa wa kwanza kuzaliwa au alikuwa wa kwanza kuumbwa. Hapana, hilo fungu linaeleza bayana, kwanza vitu vyote vilifanyika kwa ajili yake, jambo la kwanza hilo. Na hii inatupa picha ya kwamba uumbaji wote uliofanyika
nikiwashukuru walioelezea pale awali, uumbaji wote uliofanyika ulifanywa kupitia huyu aliyemzaliwa wa kwanza. Nikupe mfano kidogo. Baba mwenye watoto wawili, mtoto wa kwanza alizaliwa hakuenenda sawasawa na mapenzi ya baba, alafu akaja akazaliwa mtoto wa pili, huyu akawa mtii, akaenenda sawasawa na mapenzi ya baba yake na akaienzi ile familia. Huyu aliyezaliwa mara ya pili ni dhahiri atapata uzaliwa wa kwanza kwa maana ya heshima na uhusiano wa kipekee, lakini huyu wa kwanza itabaki kwa kalenda, lakini si kwa mahusiano. Kwa hiyo tunaposema Yesu mzaliwa wa kwanza, tunatambua Adamu. Biblia kuna mahali fulani inataja Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Kwa hiyo kupitia Yesu sasa ndipo vyote vikaweza kufanyika kwa haki yake, kwa ukombozi wake na kwa kustahili tena kwa yale ambayo yote yalikwisha kufanyika. Labda kwa uchache sana kwa habari hiyo ya uzaliwa wa kwanza ni kwamba katika Kristo Yesu ndimo yanakuwepo mahusiano ya kipekee kati ya mwanadamu na Mungu Baba. Katika Kristo Yesu ndipo kuna urithi. Tumezungumzia habari ya kwanza, mfano wa Mungu. Mfalme mahali fulani anakuwa na chapa yake, na chapa ile inapotembea kwa watu wake, hata pasina kumuona, wengine hata hawamjui kwa sura, lakini kwa chapa inadhihirisha huyu ni mfalme. Kwa hiyo Kristo ni chapa ya Mungu. Kristo anadhihirisha Mungu, na kupitia Kristo tunaweza kumfahamu Mungu. Jambo la pekee ni kwamba Kristo na Mungu ni kitu kimoja. Yohana 10:30, mimi na Baba tu umoja, na hakuna aliyemwona Baba isipokuwa kupitia mimi. Yohana 1:18. Kwa hiyo tuweke tamati ya kwamba kupitia mzaliwa huyu wa kwanza, sio katika uumbaji, bali vitu vyote vilifanyika kwa ajili yake. Kwa ajili yake kwa maana gani? Yeye ni vyote katika yote, na ulimwengu mzima umeweza kuthibitika katika Kristo Yesu. Asante. Asante kwa maelezo hayo Daktari Martin, lakini naona mwinjilisti Raphael Magambo anatashwishi kuashiria kuna jambo fulani anataka kuongezea. Ni kukaribisha kwa namna pekee. Asante sana. Nimevutiwa na uchambuzi uliofanyika na ndugu yetu Daktari Martin Maduhu, na lipo mambo machache sana na tamani niongezee hapo. Tunapozungumziwa katika kifungu hiki, unaposoma neno mzaliwa wa kwanza, hakuelekeza sana kwenye habari ya mambo ya uzazi, yani nani wa kwanza kuzaliwa, nani wa pili, lakini kuna msamiati unasema preeminence. Preeminence ni neno ambalo linawakilisha mzaliwa wa kwanza kama cheo au mamlaka, na sio habari ya mpangilio wa kuzaliwa. Na kitu kingine tunachokipata, tunaona kwamba kwa kuwa aliviumba, kwa hiyo yeye baada ya kuwepo aliviumba vitu vyote, na pamoja na kuviumba ana haki yote, iwe ni ya kisheria au ya kiroho, kumiliki maisha ya vitu vyote. Hata wanadamu wanamilikiwa na Kristo ambaye ndiye muumbaji wa vyote. Na ipo sentensi moja nasema Yesu Kristo sio si sehemu ya uumbaji, yani hakuwa sehemu ya uumbaji, bali yeye ndiye sababu ya uumbaji kuwepo. Kwa hiyo kitazama ile Mwanzo moja, zile habari za uumbaji zinapoanza, Kristo usimhesabu kama sehemu ya uumbaji,
ila tunamhesabu kama yeye ndiye sababu ya uumbaji kuwepo. Maana yake ni nini? Ni kwamba yeye ni miongoni, tuseme, yani visababishi vya habari hii ya uumbaji. Ni sawa na mtu ambaye ni mtaalamu wa kutengeneza mifumo ya kidigitali, hasa katika kompyuta. Kuna zile kodi maalum. Sasa katika mifumo hii ya kidigitali, anayemiliki zile kodi ni yule aliyetengeneza kompyuta. Kwa hiyo ana mamlaka juu ya vyote, ana mamlaka juu ya kitu kuwepo au kisiwepo. Kwa hiyo mpaka hapo tunaendelea kumweka Kristo kuwa ni sababu ya vitu vyote kuumbwa, na yeye ndiye anajua namna ya kubariki au namna ya kupungukiwa. Ni mambo yote tunamwachia yeye ambaye anaweza. Hapo mbele tutaona jinsi ambavyo anashughulika sasa na maisha yetu zaidi. Ni kometu hapo. Asante. Naam, asante sana. Mpenzi mtazamaji, tunazidi kuendelea mbele zaidi na kuzama ndani kabisa katika somo hili la 8. Mwinjilisti Masaka, tunaangalia katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 22 na Wakolosai sura ya 2 mstari wa 10. Paulo anamuita Kristo kichwa. Na hayakomei hapo, anaendelea mbele zaidi kuita kichwa cha kanisa. Hii ina maana gani na tunajifunza kitu gani kupitia aya hizi za Mtume Paulo? Anaposema kichwa, ana maana ni kiongozi. Mfano dhahiri upo kwenye familia zetu. Kwenye familia au kwenye nyumba ambayo kuna baba, mama na watoto, baba anatambulikana kama ni kichwa cha familia, kichwa cha nyumba, kichwa cha mwanamke, yani akimaanisha ni kiongozi wa ile familia. Kwa kiutawala yeye ni mfalme, mama ni malkia. Kwa hiyo anapozungumzia kichwa na maana ni mtawala, kwamba Kristo ndio mtawala mkuu juu ya kanisa lake ambao ndio mwili. Kanisa linafananishwa na mwili wenye viungo vingi na kila kiungo kina thamani. Akimaanisha kwamba kwenye kanisa la Mungu amegawa karama mbalimbali kwa watu wake, wale waumini wa kanisa, ili kutenda kazi yake ya utume, na kila karama ina thamani na kila mmoja anapaswa mthamini mwenzake, kama ambavyo viungo vinathaminiana, kwamba mwili una kichwa, una macho, una masikio na vidole, na kila kiungo kina thamani. Maana kujikwaa mguu kujigonga kwenye kucha katika mwili wote unashiriki yale maumivu. Kadhalika pia katika Kristo kama kanisa, muumini mmoja mmoja anapewa karama mbalimbali, kila mmoja aone karama ya mwenzake ni ya thamani kwa ajili ya kujenga kanisa, ni mwili wa Kristo na kurutubisha kazi ya utume ya Injili. Waefeso anasema kwamba Efeso 1:22, akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Yani Kristo ni kichwa juu ya vitu vyote juu ya kanisa ambalo ndio mwili wake. Na kupitia Kristo tunaona mamlaka ambayo Kristo anaiweka ndani ya kanisa lake na kutoa agizo la utume kwa kanisa lake, na ndio maana akatoa karama mbalimbali, kionyesha kwamba karama zinafananishwa na viungo katika mwili wa mwanadamu ili kutekeleza majukumu. Na kuna aya kadhaa zimeainishwa pale kama mambo kama 7 ambayo yanaelezea kuhusiana na aya mbalimbali zinazoelezea kwamba kichwa inamaanisha utawala au kiongozi au viongozi. Aya moja hapo ni kitabu cha Kutoka 18 aya 25. Musa alichagua viongozi baada ya kushauriwa na mke wake Yethro. Kachagua viongozi ili kusaidiana naye katika majukumu mbalimbali ya kiutawala. Lakini Hesabu sura ya 31 aya 26, pia wale viongozi wa familia au viongozi wa nyumba katika Israeli ya makabila walikuwa naitwa ni vichwa vya nyumba ya mababa. Lakini pia Isaya anaelezea katika Isaya 7 fungu la 8 kuhusiana na anasema kwamba kichwa cha Sham Dameski, yani anatawala Dameski, anatawala Sham, anamiliki zile tawala mbalimbali kamisha uongozi. Kwa maana fupi kabisa kwamba kichwa inamaanisha uongozi, kusimamia mamlaka ambayo Kristo anayo juu ya kanisa lake ambao ni mwili wake. Asante. Naam, asante kwa uchambuzi makini kabisa Mwinjilisti Masaka. Tunapoendelea Mwinjilisti Magambo, nimependa uchambuzi wa awali
wa aya hizi tulizotoka kuziangalia, namna ambazo zinaonesha kama Yesu kama kichwa cha kanisa, na ikaenda mbali zaidi kuonesha ni kama vile uhusiano wa mwili ulivyo, kwamba kuna jicho, kuna namna zote zikionyesha umuhimu wa kila kiungo. Sasa tukileta swala hili katika uhalisia wetu wa maisha, nini thamani ya kila mshiriki katika kanisa? Kwa sababu tunaona katika kanisa kuna karama mbalimbali ambazo zipo. Kuna karama zingine kwa hali ya kawaida watu wanazichukulia ndogo, nyingine kubwa zaidi, nyingine maarufu, nyingine tuondoke na nini hasa tunapojifunza namna ambavyo Kristo ni kichwa na mwili mzima ambavyo unapaswa kushirikiana katika hali zote. Asante sana. Kristo akiwa kama kichwa cha kanisa, na kiukweli ndiye kichwa cha kanisa, na mwili pamoja na viungo vyote unavyoviona haviwezi kusogea bila kichwa. Nilipenda nukuu ya mahali fulani ya Mama White, anasema kanisa likijaribu kujiendesha bila Kristo ni sawa na mwili unaojaribu kutembea bila ubongo. Kutakuwa na mambo ambayo hayawezi kueleweka, kwa itakuwa ni vurugu sana. Kwa hiyo viungo vyote tunavyoviona vinategemea kichwa. Na ukija kwenye mfano tu wa kawaida kwa washabiki wa mpira, timu inasajili wachezaji wenye ubora wa hali ya juu sana, lakini kwa nini anakuwepo kocha? Na unaweza ukashangaa mbona unaweza timu ikafungwa alafu akafukuzwa kocha. Kwa nini anafukuzwa kocha na wachezaji ndio wanaoshindwa kufunga? Inaonesha ni umuhimu wa kiunganishi. Sasa Kristo ndiye kiunganishi cha kanisa, na hapa tunaona ya kwamba kama vile kichwa kinavyotoa amri kwa viungo vingine vyote, Kristo anatoa maelekezo ya kiroho pia kwa kanisa. Kwa hiyo unaweza ukawa umekaa juani, ila kitu kinacho sensi kwanza hapa ni juani ni ubongo, kwanza ni kichwa hicho kinaonyesha bwana hapa ni juani. Sasa hiyo taarifa itafika kwenye miguu na macho yataelekeza wapi ukakae, miguu itaanza kutembea kutoka hapo ili ukatafute eneo la kivuli. Kwa hiyo kanisa lina watu tofauti wenye karama mbalimbali ambazo zinafananishwa na viungo vya mwili wa binadamu. Ili viungo vyote hivi vifanye kazi vizuri, vinategemea maelekezo kutoka kwenye kichwa. Kwa hiyo ikiwa washiriki wa kanisa hawafati misingi na maelekezo ya Yesu Kristo, hilo kanisa halitaweza kufika mbali. Na ndio maana utakuta wengine wanadharauliana. Ni sawa na mkono leo useme mguu una faida gani? Kuna mtu mmoja akauliza, sasa kwa mfano anauliza swali, hebu jaribu kufikiria we mwenyewe kwa akili yako, ni kiungo gani ambacho unahisi hakina faida kwenye mwili wako tukiondoe? Unaweza ukaona hakipo kabisa. Vivyo hivyo ndani ya kanisa hakuna mtu asiyefaa au asiye na maana anapokuwa ndani ya kanisa, ila wote kwa pamoja tupo hapa kushirikiana, kazi ya utume itendeke na mwili wa Kristo ujengwe. Asante sana. Naam, watazamaji wa BW Media, tunashukuru kwa namna ambavyo hamjaacha kuendelea kuungana pamoja nasi katika somo la 8 ambapo tunajadili ukuu wa Kristo katika yote. Kufikia hatua hii, mpenzi mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tutarejea hivi punde. BW Media, stay informed. Naam, wasikilizaji wetu, tunaendelea kuwakaribisha tena katika mwendelezo wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, tukiangazia sura ya 8 ambapo tunaangalia mamlaka na ukuu wa Mungu, tukiangazia mambo kadha wa kadha kuhusiana na namna utendaji wa Yesu Kristo kama Mungu jinsi ulivyo. Daktari Martin, tunazidi kusogea mbele tukisoma katika Wakolosai sura ya 1 mstari wa 18. Tunaona hapa wazo la Kristo kama kichwa. Tumetoka kujadili katika mjadala wa awali
Lakini sasa tunahusianisha kama kichwa, kuna uhusiano gani wa Kristo kama kichwa na mwanzo? Yaani tunaweza tukasema kwenye wachambuzi wa mwanzo nimesikia wakisema kwamba yeye alikuwa ni miongoni mwa waumbaji. Ni sababu, kuna hoja moja ilikuwa kwamba sababu ya uumbaji. Sasa kuna uhusiano gani hapa kama mwanzilishi, Kristo kama mwanzilishi kwa namna ambavyo anaelezwa katika Wakolosai sura ya 1 fungu la 18? Naam, asante sana. Kristo, ukuu wa Kristo katika yote. Habari hii tangu nianze kuisikia nimekuwa nikijiuliza na kufanya nitafute baadhi ya mambo. Ni ukuu gani hasa wa huyu Kristo katika mambo yote, na ni mambo gani hayo hasa? Mengi yamekwisha kuzungumziwa, lakini kwa uchache, ukuu wa Kristo katika mambo yote. Kichwa, tukianza mwanzo kabisa, uungu, kisha uumbaji, kisha muda, kisha cheo, kisha kanisa, kisha maisha, wokovu, na kisha upatanisho. Sasa kwa hoja ambayo umeniuliza hapo, kwa namna gani sasa Kristo anakuwa kichwa au ukihusianisha na mwanzo? Ulimwenguni hapa, katika takwimu za hivi karibuni, ukifuatilia moja kati ya vitabu ambavyo vinaongozwa kwa kuuzwa nakala nyingi zaidi ni vitabu vinavyozungumza habari za neno la Mungu. Asilimia kubwa ya watu wanaamini katika uwepo wa Mungu. Wakristo, Waislamu, Wahindu, Wabudha, na kuna baadhi katika tamaduni wanaamini hayo. Sasa katika kutafiti kwangu nikakutana na msaafu ambao unaeleza kwa uzuri zaidi yapi yampasayo mtu kutenda, na niruhusu tu nikusomee aya fulani hapa, kisha tutapata undani zaidi kwa nini ukuu wa huyu Kristo katika mambo yote. Sura Al-Maida aya ya 110, Quran tukufu 5 aya ya 110. Baada ya udhu billahi wa shetani rajim, nitasoma: kumbukeni Mwenyezi Mungu atakaposema, ewe Isa mwana wa Maryam, kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako, nilipokusudia kwa Roho Takatifu ukazungumza na watu katika utoto wako na katika utu uzima wako, nilivyokufundisha kuandika na hekima na Taurati na Injili, na kumbuka ulipotengeneza kwa udongo uumbaji huo sura za ndege, tumeongelea sura hapa, kwa idhini yangu, kisha ukapuliza zikawa ndege kwa idhini yangu. Awezaye kufanya hivyo ni Mola peke yake muumbaji. Na ulipowatoa baadhi ya wafu kwa idhini yangu, na nilipokuzuilia wana wa Israeli walipokufikia kwa hoja nzito, na waliokufuru miongoni mwao wakasema yote uyafanyayo ni uchawi dhahiri. Sasa tumeona hapo uumbaji, tumeona hapo mfano wa sura, tumeona hapo matendo na miujiza mikuu aliyoyafanya Yesu, ambaye ndiye ukuu katika mambo yote. Sasa turudi hapa, tunaweza vipi basi katika maisha yetu? Huu mwanzo unaozungumziwa hapa ni upi? Katika Ufunuo anaposema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Kristo haja kuwepo mara baada tu ya kuja hapa duniani kupitia Mariamu, bali alikuwako kabla hata ya uumbaji mwenyewe. Tangu mwanzo kabisa, kabla ya kuumbwa kwa dunia hii, Kristo amedumu kuwepo. Kwa hiyo tunapozungumzia mwanzo, tunarudi nyuma kabla hata ya tulipo hapa leo. Na hii inatupatia taswira gani? Inatuonyesha kwamba kumbe katika Kristo Yesu ndipo tunaweza kupata asili halisi ya maisha haya, kwani yeye ni mkuu kuliko muda. Katika Kristo Yesu ndipo tunaweza kuishi
sawasawa katika maisha haya, kwani yeye hutupatia wokovu. Hakuna jina lingine listahililo liletalo wokovu. Anazungumza hayo katika Matendo ile sura ya 4 aya ya 10 na ya 12. Kwa hiyo utaona kwamba mwanzo unaozungumziwa hapa, Kristo anayetajwa hapa amekuwako hata kabla ya kuzaliwa kupitia Mariam, hata kabla ya kufanyika mwili, hata kabla ya upatanisho wa mwanadamu dhambini. Jambo ni moja tu, maisha yetu sasa tuyakabidhi kwake, ili kwa mwanzo yeye ajuae mwisho kutoka mwanzo, maisha yetu yakathibitike na mwisho tukaweze kupatanishwa na kufungamanishwa na huyu Mungu. Asante. Naam, bado tunaendelea kuangazia wazo la Kristo kama kichwa na wakati huo kama mwanzo. Mwinjilisti Masaka, bado nakuona ukiwa na jambo fulani la kuongeza hapo, karibu. Tunaposema mwanzo tunamaanisha mwanzilishi. Ndio maana ya mwanzo. Na kwenye aya ile wa kitabu cha Wakolosai 1:18 anasema naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa, naye ni mwanzo. Naye ni mwanzo. Kitabu cha Mwanzo pia sura ya kwanza aya ya kwanza anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo ni nani? Lakini pia Yohana sura ya kwanza na aya pia anasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Mwanzo ni nani? Kitabu cha Ufunuo pia kinasema mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yesu ndio mwanzo, ndio mwanzilishi. Mbarikiwe. Asante kwa uchambuzi na mambo mbalimbali yaliyosemwa kuhusiana na hii habari ya mwanzo. Kipo kitu kingine ambacho tunaweza tukakiongezea katika mwanzo. Yesu Kristo anatambulika kama askari wa kwanza ambaye anavunja ukuta wa kaburi ili watu wapate tumaini la kuokolewa baadaye. Na kwa kifo chake na kufufuka kwake, Kristo inaonekana ni tukio la kihistoria ambalo linageuza kila huzuni kuwa tumaini. Kila huzuni kuonekana kifo hakina tena uwezo kwa ajili ya watu wa Mungu, maana tayari aliye mwanzo na ambaye tunamfuata alipita mpaka kwenye kifo na akatoka akiwa salama. Na kwa kufufuka kwa Yesu inatuonyesha kuwa mauti haina nguvu tena na haiwezi kumwangamiza mtu ambaye anamfuata Kristo. Na ufufuo wake ni ahadi kuwa na sisi tuna uhakika wa kufufuliwa katika utukufu wake. Na Yesu Kristo anaanzisha jamii mpya ya watu waliofunguliwa kutoka kwenye hofu ya kaburi. Maana yake anatupatia uhakika ya kwamba hata nijapo kufa nitafufuka tena. Kwa hiyo katika mwanzo huu tunaona pia Yesu Kristo ni mwanzo wa watu waliookoka kutoka katika kaburi. Asante sana. Mwinjilisti Masaka, kuna hoja pia ya upatanisho kupitia msalaba. Hii tunaitazama katika Wakolosai sura ya kwanza fungu la 19 mpaka 20. Inazungumzia upatanisho wa vitu vyote kupitia msalaba. Nini hasa maana ya upatanisho? Upatanisho ina maana kuna pande mbili zinazotofautiana, na zinapotofautiana ili ziweze kuwa pamoja kinataka kifanywe kitu ambacho kinaitwa upatanisho. Na kupitia msalaba, tunapozungumzia msalaba tuna maana ya kafara ya Kristo. Pale msalabani alikufa kifo cha laana kwa ajili yetu, maana katika Torati imeandikwa amelaaniwa angekwae juu ya mti. Kwa Yesu alifanyika laana kwa ajili yangu na kwa ajili yako ili tupate kuokolewa. Kupitia kifo cha msalaba Yesu alidhalilishwa, akadhihakiwa ili tupatanishe na Mungu ambaye tulimkosea dhambi, ili tutenga na Mungu. Maana tulipoombwa dunia ilikuwa katika hali ya ukamilifu,
Kila kitu alichofanya Mungu kilikuwa ni chema sana, lakini dhambi iliingia ikaleta utengano kati ya mwanadamu aliyeumbwa na Mungu na muumbaji, na hivyo pakawa na bonde kubwa, pakawa na ufa mkubwa. Kristo akaja kuweka daraja ili tuweze kumfikia Mungu kupitia kafara yake na kupitia damu yake ya upatanisho ambao alimwaga pale msalabani ili tupate kuokolewa. Kwa hiyo msalaba una jambo kubwa kwa ajili ya kila mwanadamu. Tunapozungumzia msalaba tunazungumzia wokovu. Tunapozungumzia msalaba tunazungumzia upatanisho. Tunapozungumzia msalaba tunazungumzia kuhusu amani ya roho na nguvu ya ushindi dhidi ya nguvu za giza na dhambi. Kitabu cha Wakolosai Paulo anasema kwamba kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye ikiwa ni vitu vivyo juu ya nchi au vivyo mbinguni. Kupitia damu ya msalaba wa Kristo akaleta upatanisho, akaleta amani. Amani inapatikana kupitia upatanisho. Unapopatanishwa watu mliokosana, amani inapatikana, lakini kabla ya kupatanishwa amani inatoweka. Kwa kupitia damu ya msalaba wa Kristo tunapata upatanisho. Yesu alijitoa kwa ajili yangu na kwa ajili yako tupate upatanisho na tupate kuokolewa. Kwa hiyo tunawatia moyo kwamba somo hili katika sehemu ya upatanisho ni kiini cha wokovu wetu. Tunapozungumzia upatanisho tuna maana ya wokovu wa kila mwanadamu ili tuweze kumkaribia Kristo, Mungu Baba. Kristo akawa ni ngazi inayotuunganisha mbingu na dunia, tupate amani na tupate upatanisho sahihi na kumkaribia Mungu katika hali ya unyofu na ukamilifu unaopatikana kupitia haki ya Kristo. Asante. Asante wachambuzi kwa hatua hii. Tunaelekea mwishoni sasa. Daktari Martin, tumejadili mambo mengi katika somo la 8 tukiangalia ukuu wa Kristo katika yote. Sasa kwa kifupi tu, mpenzi mtazamaji anatoka na mambo gani? Naam, asante sana. Tujifunze nini, ajifunze nini mtazamaji tuondoke nayo? Mkononi mwangu hapa nazungumzia habari ya upatanisho. Upatanisho kwa sababu tulitanga mbali, tulikwenda nje ya mfumo. Vitu hivi viwili ili uvilete pamoja lazima uweze kushika kitu hiki na ushike kitu hiki. Ndicho anachofanya Kristo. Kristo kutoka kwa Mungu alidhihirishwa, akajifunua katika mwili ili aweze kutufikia na aweze kutuunganisha tena kwa pamoja na Mungu. Sasa tutoke na mambo gani? Mambo matatu ya kuondoka nayo katika siku hii ya leo. Jambo la kwanza ni kwamba Kristo ni Mungu halisi na asili. Mahala fulani Ukristo unaposema Mungu mmoja katika nafsi tatu, Uislamu husema Mungu mmoja peke yake, hakuna mwana, hakuna Roho Mtakatifu. Lakini wengine huwa hata na miungu mingi. Lakini asili na halisi ni nini? Asili ni kwamba Mungu mmoja aliyedhihirishwa sasa katika nafsi ya mwana na katika nafsi ya Roho, na sio mwana kama mwana bali ni Mungu. Maana Isaya anasema 42 fungu la 8, utukufu wangu siwezi kumpatia mtu yeyote. Kwa hiyo utukufu ulio katika Kristo Yesu ni Mungu mwenyewe aliyejifunua kwa mwanadamu. Jambo la pili ni kwamba Kristo ndiye pekee awezaye kuleta majibu, awezaye kuhuisha na kuturejesha katika mfano halisi ambao pale mwanzo kwa mfano wa sura yetu tuliweza kuumbwa kupitia yeye. Bila Kristo hakuna urejeshwaji huo katika mfano halisi na sura ya Mungu. Sura ya Mungu kwa namna ambavyo imeelezewa katika somo hili. Na habari ya mwisho kabisa iko aya hapa, naomba tu nikusomee katika Biblia. Kumbuka tunazungumzia ukuu wa Yesu, kuwa Kristo katika mambo yote. Yohana 14 ile aya ya 6 inayosema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu hawezi kuja kwa Baba
isipokuwa kupitia mimi. Kuna aya niliipenda pia katika msaafu na Qur'ani hii, sura Ar-Rum, Qur'ani tukufu 30 aya ya 30, baada ya udhubillahi wa shetani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Neno linasema hivi: basi uelekeze uso wako katika njia iliyo sawasawa, ndiyo umbile Mwenyezi Mungu aliyowaumbia watu. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndiyo njia iliyo haki, lakini watu wengi hawajui. Baada ya aya hiyo na baada ya Yohana 14:16 tunaweza kutamatisha kwa kusema kwamba katika Kristo Yesu ndipo kuna ukuu wa mambo yote. Inavuka uelewa wa kawaida, inatufungamanisha na mbingu, inatufungamanisha na Mungu. Asante sana wachambuzi waliotangulia katika maada hii nzuri kabisa, ambayo tunaanza kutazama habari ya namna Kristo alivyopatanisha. Mtu mmoja aliwahi kusema ya kwamba msalaba si mahali ambapo Mungu anatulizwa hasira. Najua wengi wanaona msalaba ulimaliza kila kitu, kwa hiyo unahisi labda msalaba ni eneo ambalo Mungu aliponywa hasira zake, ila tunapaswa kuuchukulia msalaba kama ni mahali ambapo Mungu anajitoa mwenyewe ili kuturudisha kwake. Inafanana na kesi ambayo inaweza ikatokea katika jamii ya kawaida, labda ni mgogoro wa ardhi wa muda mrefu. Inaweza ikawa kuna mgogoro wa ardhi wa koo mbili ambao umechukua miaka mingi sana, lakini cha kushangaza unakuja kumuona kiongozi analipa fidia kwa gharama zake binafsi ili kuweza kuleta amani. Hiyo inabebwa kama tukio ambalo Yesu Kristo alilifanya katika ulimwengu unaoelekea kuharibika na kurudisha mahusiano ambayo yalipotea. Na tunauona msalaba kama kielelezo cha juu kabisa cha upendo unaojitoa kwa ajili ya adui. Yaani Yesu anaposema mpende adui yako kama nafsi yako, ni jinsi ambavyo yeye mwenyewe alitoa uhai wake kwa ajili ya adui. Adui si wanadamu, bali ni wanadamu waliobeba dhambi, wanaonekana kuwa ni maadui wa Mungu, ila alikubali kufa kwa ajili yao. Inatupatia nguvu kwamba haina haja ya kumchukia adui yako. Unapokuwa na Kristo katika maisha, unagundua kwamba hakuna kosa ambalo mtu anaweza kukutendea ukamchukia na kumhesabu kama adui, ila kwa upendo unakuwa tayari kutoa hata uhai kwa ajili ya adui yako. Kwa hiyo katika juma hili tumetazama jinsi Kristo alivyo Mungu katika maisha yetu, jinsi ambavyo ni mwanzo katika kila kitu tulicho nacho, jinsi ambavyo anatumiliki, na unatazama wazi kwamba kama anatumiliki na anamiliki vitu vyote. Tuliwahi kutafakari wakati tunasoma hili somo na rafiki yangu mmoja akaweka hoja ya kwamba ikiwa Mungu ndiye anayezimiliki sayari zote na anazitiisha na kuzielekeza, Mungu ikiwa yeye ndiye aliyeshikilia muhimili wa dunia, unazunguka mara 365 kwa mwaka, dunia inazunguka kwenye muhimili wake. Hilo umbo dunia na huo muhimili ulikoshikiliwa, inaonyesha kwamba Kristo yeye ndiye ambaye anamiliki vitu vyote hivyo, na kama anavimiliki anaviendesha na kuhakikisha kila kitu kinafanya mambo kulingana na mpangilio wa kimbingu ulivyowekwa. Maana yake ni kwamba ikiwa anayamiliki hayo, elewa ya kwamba hata changamoto za maisha ambazo unakutana nazo na kuziona kama ni mlima mkubwa mno, elewa ya kwamba kwa sababu Kristo anakumiliki na wewe, hakuna jambo ambalo linaweza kumshinda. Tumwamini na kuweka yote miguuni pake,
atatufikisha pale alipokusudia tuwe. Asante sana. Asante wachambuzi kwa namna ambavyo mmeendelea kukazia masuala mbalimbali katika somo la juma hili. Ni nafasi yako sasa, Mwinjilisti Masaka. Mtazamaji anatoka na mambo gani katika somo hili la 8? Hapa kuna mambo mawili tu. Jambo la kwanza, tunajifunza mamlaka ya Kristo, ukuu na uweza wake, na amesema dhahiri mwenyewe kwamba amepewa vyote na Baba yake. Lakini jambo la pili, tunajifunza namna ambavyo Kristo anamfunua Mungu Baba kupitia tabia yake. Na hata sisi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa maana ya tabia. Tuliumbwa tukiwa wakamilifu, ambao hatuna dalili yote ya laana wala dhambi. Kwa hiyo mfanano huu ambao tumeakisi kutoka kwa Mungu, mfanano huu pia upo kwa Kristo akimfunua Baba kuhusiana na tabia yake halisi ya upendo. Nisome aya moja ya kitabu cha Yohana Injili 1:18. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua Mungu mwana. Yaani Yesu ni Mungu. Ni Mungu ambaye amemfunua Baba katika huduma, katika tabia yake ya upendo, huruma, kujali, upatanisho. Tunaona akimfunua halisi tabia ya Baba yake. Kwa ni somo la pekee sana ambalo nakutia moyo mtazamaji kipindi cha Mwanzo kujifunza Biblia, kwamba unapolifuatilia kwa makini utagundua namna ambavyo Kristo alivyo na mamlaka kubwa sana. Kristo alivyo, ambaye Kristo ni Mungu na ni muumbaji halisi, lakini Kristo pia anafunua tabia halisi ya Baba. Kupitia Kristo tunamuona Mungu Baba halisi katika uhalisia wake. Lakini pia Kristo pia tunaona namna ambavyo anafanya upatanisho kupitia msalaba wake. Ninakutia moyo kupitia somo hili, jisalimishe kwa Yesu. Yeye ndiye njia, kweli na uzima, na kupitia kwake tunapata wokovu, upatanisho, ushindi, hatimaye uzima wa milele. Basi tuombe. Asante Mungu wetu, nashukuru kwa nafasi nzuri ya kipindi cha Mwanzo kujifunza Biblia. Nashukuru kwa somo la pekee linalozungumzia kuhusu ukuu wa Yesu. Ni somo ambalo linatuelekeza namna ambavyo Yesu ni Mungu, ni muumbaji na mpatanishi wetu. Na tunajisalimisha kwako Kristo, utupatanishe, utupatie wokovu, hatimaye uzima wa milele. Endelea kutujazia neema yako na baraka tele, ni katika jina la Yesu, amina. Naam, asante sana wachambuzi kwa kuungana nami katika kipindi cha leo, ambapo tulikuwa tukijadili somo la 8 tukiangazia ukuu wa Kristo katika yote. Pengine mtazamaji tu nikwambie kwamba katika somo la leo limetukumbusha kuwa Yesu ndiye taswira kamili ya Mungu, muumbaji wetu, kichwa cha kanisa, na pia mpatanishi kupitia msalaba. Hayo ndio mambo ambayo tumeangalia kwa kina sana katika somo la juma hili. Tunakualika kuendelea kujifunza nasi katika kipindi kijacho cha mwongozo wa kujifunza Biblia kupitia channel yetu ya BW Media. Mimi ni Watson Mwakijola katika kuongoza kipindi hiki. Nyuma ya kamera alikuwepo William Mjembe. Sote kwa pamoja tunasema Bwana akubariki. Ungana nasi juma lijalo. Kwa heri.